Bwana asifiwe. Majina yangu ni Reverend John Gatata. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Nataka kuwaletea ujumbe ambao ninauita the place of refreshing. Bwana asifiwe sana. The place of refreshing, mahali pa kuburudika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi sana katika maisha tunajikuta tuna struggle, tunapambana. And especially this year, sisi zote tumepitia wakati ambao ulikuwa mgumu sana. And I want to tell you that niwaambie tu, wakati nilikuwa naanza kujitayarisha, kwa sababu tunapokuja kuvuka mwaka ni kawaida kama mtumishi wa Mungu unataka kusikia mwelekeo wa Mungu, ni kwamba Mungu anatuelekeza wapi. Bwana asifiwe sana. Washirika na watu wengi wanatarajia tu kusikia Mungu anasema tunaenda wapi. Na kuna ujumbe ambao Bwana tu ameweka ndani ya moyo wangu, na hata ndio nilishare asubuhi. I will continue sharing it. Bwana asifiwe sana. That God is now taking us from the dry season to a season of fruitfulness. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba Mungu anatutoa katika season ambayo ni season ilikuwa na season ya ukame, season ya ukiwa, season ambayo hakuna kitu imeendelea. And everybody anaweza kusema hivyo. We know when we come to the end of the year, kila mtu anajaribu kuevaluate hii mwaka ilikuwa aje. There are people anasema hii mwaka ilikuwa mgumu. Lakini still kuna wale wako na ushuhuda kusema sijawahi ona Mungu kama vile nimemuona mwaka huu. All the same, we've been going through a very hard moment in the whole world. A moment where economy has fallen, uchumi wa mataifa imeenda chini, watu wengi wamefutwa kazi, wengine biashara zimerudi chini, kwa sababu kama watu wanafutwa kazi, hakuna watu ya kwenda kununua vitu. Tumeona biashara zikifungwa. That is a season of dryness, wakati ambapo hakuna kitu inakuwa. But I want you to understand, uelewe ya kwamba God has already planned his provision for your trials. Sio hati mambo yale tumepitia hii mwaka Mungu hakuyajua. Hata wakati tulikuwa nafanya shangwe na vigeregere na kurusha mabaruti juu na kushangilia, Mungu alijua what was ahead. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why today I'm just sharing with you that we are entering into a place of refreshment. Tutasoma maandiko kitabu cha Exodus 15 verse number 22 up to verse number 27, and then I will share with you what is in my heart. Exodus inasema, then Moses led the people of Israel away from the Red Sea, and they moved out into the desert of Shur. They traveled in this desert for 3 days without finding any water. When they came to the oasis of Marah, the water was too bitter to drink, so they called the place Marah, which means bitter. Then the people complained and turned against Moses. What are we going to drink? They demanded. So Moses cried out to the Lord for help, and the Lord showed him a piece of wood, and Moses threw it into the water, and this made the water good to drink. It was there at Marah that the Lord set before them the following decree as a standard to test their faithfulness to him. He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, obeying his commands and keeping all his decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. After leaving Marah, the Israelites traveled on to the oasis of Elim, where they found 12 springs and 70 palm trees. They camped there beside the water. Bwana asifiwe sana.
Safari ya wana wa Israeli kutoka Misri, tunaona ya kwamba walianza safari wakafika katika bahari ya Shamu, the Red Sea. Maandiko yanatuambia adui alikuwa amewafuata sana na wakashindwa watafanya nini. Mungu akanena na Musa akamwambia guza maji, na baada ya Musa kuguza maji, maandiko inasema kukawa na barabara katikati ya bahari, na wana wa Israeli wakavuka na wakaenda ng'ambo ile ingine. Wapendwa, nataka uone wana wa Israeli walikuwa wameelewa kumtumainia Mungu. Wakati mambo yalikuwa mabaya, Mungu analeta njia katikati ya bahari, wanapitia. Adui waliokuwa wamewafuata, Mungu anawamalizia katika hiyo bahari. Bwana asifiwe sana. Na wakati walipofika ng'ambo hile ingine na bahari ya Shamu ikarejelea, maandiko inasema wakajikuta katika jangwa. Bwana asifiwe sana. It is ni kama tu vile ilivyo ya kwamba 2019 ulikuwa mwaka uliokuwa na mafanikio mengi sana. Ulikuwa na mwaka watu walisema tumemuona Mungu. Tuliona watu wakiinuliwa. Tuliona mambo makuu. Tuliona jamii zikirejeana. But immediately baada ya kucelebrate tumeingia katika 2020 na tukakutana na janga hili la corona. It became like a desert to us. It is a place of no water. Maandiko inasema ya kwamba hao watu walienda siku 3 katika hii jangwa bila kukutana na tone la maji. Bwana asifiwe sana. Wametoka tu kutoka kwa bahari, maji mengi, wameingia mahali ambapo hata tone la maji halipatikani. Mara nyingine Mungu ana set maisha yetu namna hiyo. Tunatoka kwa mambo mazuri na Mungu anatuingiza tena kwa mambo magumu ili tupate kuona ushindi wake. Wapendwa, wana wa Israeli waliahidiwa nchi iliyojaa maziwa, lakini ujue kulikuwa na Jordan ya kuvuka. Lakini ujue ya kwamba katikati ya hiyo pia kulikuwa na Amaleki na Wajebu ambao walikuwa ni maadui zao. Bwana asifiwe sana. It is also the same ya kwamba kuna wakati katika maisha tunajikuta tuko katika jangwa, tuko katika maisha ambayo hatukuzoea. Yesu Kristo mwenyewe baada ya kubatizwa alijikuta pia ameenda katika jangwa. Mwaka uliopita na mwaka huu tumeingia, ni wangapi wamejikuta wakiwa katika jangwa, mahali ambapo hakuna maji, mahali ambapo hakuna mbele, mahali ambapo hakuna mbele wala nyuma. Bwana asifiwe. Tuna habari ya Hajiri, mamake Ismail. Maandiko inatuambia baada ya Abrahamu kuambia waende, akawapa mkate na maji, walijikuta katika jangwa. Na Hajiri kwa sababu hakutaka kuona mwanawe akifa, akamweka chini ya mti na akaenda mbali. Na maandiko inasema akaenda kumlilia Mungu. Lakini Mungu, maandiko inasema akasikia kilio cha mwana. Akamwambia Hajiri, geuka, tazama kuna maji. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, hata katikati ya jangwa, hata katikati ya mambo hayo ambayo umepitia magumu, nataka kukuelezea siku ya leo ya kwamba Mungu ameandaa kisima, mahali ambapo utakunywa maji na utapata pumziko. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza onekana ni mwaka, inaweza onekana ni siku mingi, kuna mambo tu umekuwa ukipigana nayo, but as we enter 2021, I want you to understand
It is that year that God is bringing in a well of water where you shall drink and be refreshed. Lakini wapendwa, kile nataka uelewe, ukijikuta katika hii jangwa, lazima ujifunze kushika mkono wa Mungu. Lazima ujifunze kuongozwa na Mungu. Maana hii njia hauijui, bali Mungu anaijua. Bwana asifiwe sana. So today nataka uelewe, huyu Mungu ambaye maandiko inasema anatengeneza mto katikati ya jangwa, ndio Mungu ambaye tunamtumikia. Haijalishi hii mwaka tumepitia jangwa aina gani, aidha ni katika ndoa yako, aidha ni katika familia yako, katika career yako, Mungu anasema hivi, you are about to get to a place of refreshment. Maandiko yanasema baada ya siku 3 ya kutembea katika jangwa, hao watu wakatokea mahali ingine. Bwana asifiwe sana. Panaitwa Mara, a place of bitter water. Bwana asifiwe sana. Walikuwa na kiu, wakatokea mahali kulikuwa na maji ambayo yalikuwa ni machungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari hii inanikumbusha habari ya Naomi. Mambo alipitia mpaka akasema, sitaitwa Naomi tena, bali nitaitwa Mara. Sijui kama umewahi kuexperience mambo kama haya katika maisha. Wakati ambapo unatoka kwa hii unaingia kwa ingine. Unatoka kwa hii ukifikiri ndio umefika mwisho, unakutana na ingine mzito zaidi. Hao walitoka katika jangwa wakakutana na maji yaliyokuwa machungu. Sijui, lakini wewe unajua. Bwana asifiwe sana. Na mimi ninajua mara yangu, mahali ambapo yani ulitoka kwa hii. Bwana asifiwe sana. Umemalizana na mzee, ametulia, watoto wakaanza. Bwana asifiwe sana. Umefutwa kazi, ukifikiri ati ndio mambo itakuwa mzuri, mwenye nyumba anakuambia anaweka kufuli. Umetoka kwa janga moja ukajikuta kwa ingine. Ingine ni ugonjwa. Unatoka kwa hii ugonjwa, wakati unaenda kupona unaambiwa baba yako ni mgonjwa. Ukitoka kwa hiyo unaambiwa kuna mtu anataka uza shamba yenu. Yaani mambo. Wakati tumejikuta katika jambo kama hili, wapendwa, tusiwe watu wa kunung'unika. Because mara nyingi sana kama hawa wana wa Israeli walianza kunung'unika. Wengi tuna maswali, tuna mambo tunajiuliza. Watu wamefika mpaka kunung'unikia Mungu. Wapendwa, kuliko kunung'unika, afadhali ufanye kama vile Musa alifanya. Walipomnung'unikia Musa, alirudia Mungu. Akamuuliza Mungu, tufanye nini? Bwana asifiwe sana. Mungu akamwambia Musa, chukua hiyo kambao. Mungu anafanyanga mambo saa zingine hata wewe unaweza kujiuliza. Bwana asifiwe sana. Chukua hiyo kambao, rusha kwa hiyo maji. Akachukua kambao, akarusha kwa hiyo maji. Na baada ya kurusha hiyo kambao kwa hiyo maji, maji yakapona. Bwana asifiwe sana. Maji yakapona. Wapendwa, wacha nikuambie, kuna mambo tu unapitia na jibu yake ni wewe uko naye. Lakini utasumbuka, utanung'unika, lakini Mungu jibu iko tu hapo. Mungu atakwambia chukua hiyo kambao. Bwana asifiwe sana. Ninaomba siku ya leo kuna mtu ambaye Mungu atamuonyesha kambao ambaye atarusha kwa maji yaliyo machungu katika maisha yake, na maji hayo yatakuwa mazuri. Watu wanasumbuka kwenda kwa waganga. Mganga hana solution. Mungu ndiye ako na solution ya haja yako. Mganga atakuharibu. Wapendwa, jibu ya yale tunapitia haiko na waganga. Jibu ya yale tunayoyapitia iko na Mungu. Bwana asifiwe sana. Musa aliuliza Mungu, hii watu walikuwa wananung'unika.
Na Musa, Mungu akamwambia chukua hiyo kambao tupa kwa hiyo maji. The Lord showed him a piece of wood, and this made the water good to drink. Just a piece of wood. Wewe naye ungeuliza Mungu maswali. Yaani hii na maji zinapelekeana wapi? Zinaingiliania wapi? Musa hakuuliza, aliambiwa hii chwa ndani, maji yakawa masafi. Wapendwa, kuna jibu ya yale mambo unapitia. Sometimes it is a small thing. Labda ni upendo tu. Mungu anataka uonyeshe hiyo mtu upendo. Labda ni kusamehea tu. Mungu anataka samehea watu fulani na hiyo mambo unapitia. Bwana asifiwe, itaisha. Ingine labda ni kupraise Mungu. Isaiah 61 inasema to all who mourn in Israel, he will give a crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. In their righteousness they will be like great oaks that the Lord has planted for his own glory. Bwana asifiwe sana. Sometimes it is only praise. Katika hiyo mambo unapitia, Mungu tu anataka labda hata usahau kidogo, sema gaiwa kwa mae. Na saa hiyo unafanya hivyo. You know, when you praise God, it helps you to understand the involvement of God in your situation. Bwana asifiwe sana. So it could be praise. It could also be prayer. Mungu anaweza tu kutaka sema wacha kunung'unika Mary, tulia duhoe. Na ukiitana kama Musa aliyeitana, maandiko inatuambia kwamba Mungu akamjibu akamwambia chukua hiyo kijiti weka kwa maji. Naomba leo katika ibada hii ya kwamba kuna mtu ataonyeshwa kijiti, mtu ataonyeshwa kambao. Bwana asifiwe sana. Wacha ile mbao watu wanasema tumetupa mbao. Bwana, haijalishi kama ilitupwa ama ni gani, lakini Mungu atakuonyesha kambao tu yenye utaweka kwa hiyo maji machungu. Kwa hiyo machungu unapitia, na hiyo machungu itakuwa ni historia katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Baada ya hiyo, maandiko inasema sasa Mungu akawaongoza. Praise God. Verse 25b inasema, it says, it was there at Marah that the Lord now set before them the following decree as a standard to test their faithfulness. Verse 26. He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, obeying his commands and keeping his decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Verse 27. After leaving Marah, the Israelites now traveled on to the oasis of Elim, where they found 12 springs and 70 palm trees. They camped there beside the water. Bwana asifiwe sana. Na Mungu akawaambia, nataka tukubaliane. Siku zote mtakaponisikia na kutii sauti yangu, hamtakutana na hii magonjwa kama yaliyowapata wa Misri. In other words, siku zote mkisikia sauti yangu na kuitii, maisha yenu haitajawa na dhiki, haitajawa na magonjwa. Nasema nini? Solution ya yale tunayapitia wapendwa, haiko kwa waganga, bali iko kwa Mungu, iko katika neno lake. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya hapo sasa wakaondoka wakaenda mahali panaitwa Elim. That is the place of refreshing. Maandiko inasema kule Elim ni mahali ambapo kulikuwa na 12 springs za maji, yani 12 springs za maji safi. Sio hiyo, 70 palm trees. Kulikuwa na miti mahali ya watu hawataungua na jua. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na kivuli. Walikaa pale
wakajienjoy. Kulikuwa na breeze kama ile ya Mombasa, watu wanaenda kule. It was a moment of rest. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Ilikuwa ni mahali pa pumziko. Wapendwa, nimekuletea huu ujumbe ya kwamba hata kama mwaka huu tumepitia jangwa, mahali hakukuwa na maji, hata kama mwaka huu tumejikuta katika Mara, mahali ambapo maji yalikuwa lakini yalikuwa machungu, mwaka ujao Bwana anatuingiza mahali panaitwa Elim, mahali pa kupumzika. Bwana asifiwe sana. Mahali pa kurest, mahali pa refreshment, mahali ambapo hatutaungua na jua, mahali ambapo tutakunywa maji yaliyo mema. Bwana asifiwe sana. Let us not lose hope. Mungu ako na mpango mzuri, dada yangu na ndugu yangu, na maisha yako. Usione yale umepitia mwaka huu ukafikiri itakuwa hivyo mwaka ujao. The next year is another season. It is a season of you. Umepitia mahali ambapo hakuna mazao, biashara yako ilianguka, kazi ulifutwa. Bwana asifiwe sana. Mwenye amekukodisha nyumba kila mara ni makufuli, lakini Mungu ananena, yes, you have been all that, but I am bringing you to a place of rest. Bwana asifiwe sana. Kuna watu hapa watakuwa na nyumba zao na watakodisha tena. Kuna watu hapa wataanza kuajiri watu kazi katika jina la Yesu. Hawataenda kutafuta kazi tena. Kuna watu hapa biashara zao zitainuka. Ulikuwa na kakioski, ulikuwa unazungusha mali kwa nyumba, Mungu atakufanya ufungue hata supermarket katika jina la Yesu. Because God is leading us to a place of rest. God is taking us to Elim. Bwana asifiwe sana. Where we shall forget everything that happened this year. Bwana asifiwe sana. Kuanzia Machi, kila mtu alikuwa kwa TV. Saa 10 kuanzia saa 9 tukigojea Mutahi Kagwe. Bwana asifiwe sana. Na Mwangangi tunawagojea, wanakuja. Kila mtu amekwama kwa TV. Usikie leo the number ya waliogonjeka ni hii, waliokufa ni hii, walio hali mahututi ni hii. Tunaenda tunagojea Kenyatta, Uhuru Muigai Kenyatta, His Excellency the President. Kuna siku yake naye ya kuja. Tunakaa tukigojea. Curfew ni kuanzia saa hii mpaka saa hii. Kanisa haijafunguliwa. Tulikaa pale tukigoja good news, lakini kila siku tulipewa bad news. Bwana asifiwe sana. We may have had all those bad news, but God is giving us good news. Bwana asifiwe sana. That we are just about to enter our Elim, a place. Maandiko inasema, and if mutasikia hili neno na kulitii, hamtapatana na hii magonjwa kama ile ilikuwa kwa wana wa Israeli. Ukiwa mwaminifu kwa neno la Mungu na ulitii, hakuna kona mtakutana na COVID. Itakuwa inakuona inahepa. Bwana asifiwe sana. It doesn't matter how 2020 has been, but we have good news from heaven that 2021 will be a time of refreshment. Bwana asifiwe sana. Maisha ambayo haijakuwa na mazao itakuwa ni maisha yaliyojaa mazao. Bwana asifiwe sana. Nataka usimame dakika moja. Mwambie Bwana, yes Lord, I receive this word. This word belongs to me. Bwana asifiwe sana. Mwambie Mungu, kweli mwaka huu hii biashara yangu haijakuwa mzuri, but nimekamata neno lako. 2021 shall be my year. Wacha nikuambie kitu kingine. The Bible says you shall decree something and it shall come to pass.
God has given us authority. God has given you authority. You can determine how 2021 shall be by just decreeing at this moment. Kusema ya kwamba, I receive your word that 2021 shall be my year of refreshment. Bwana asifiwe sana. Yes, Lord, I have cried for my family. I have cried for my business. But thank you, Lord. You who answers prayer, 2021 is my year. Katika jina la Yesu. Just take a moment and pray. Tell God and speak about 2021. It is your year. In the name of Jesus, declare 2021 shall be your year. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Just lift up your hand. I want to pray for you. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Maandiko yanasema neno lako halitakurudia bure, hadi litimize kusudi lake ambalo limekuja kufanya. Mungu wa Israeli, kama vile neno lako limetuambia, limetunenea ya kwamba mwaka huu tunaweza kuwa tulikuwa katika jangwa, mahali hapakuwa na maji, tukajikuta pia Mara, mahali ambapo maji yalikuwa ni machungu. Lakini 2021 kila mtu ambaye ameinua mkono wake, Mungu unamuingiza elimu mahali ambapo atapata pumziko katika jina la Yesu, mahali ambapo atapata wingi katika jina la Yesu. We declare 2021, it is your year, O God, and it is our year, O God, of refreshment in the name of Jesus Christ. Father, we bless you and we worship you. In Jesus' mighty name, we pray and do believe. Amen. God bless you. God bless you. Labda uko pale unasikia ujumbe huu na haujaokoka. Wapendwa, hakuna njia ingine isipokuwa hii njia ambayo Yesu Kristo alituonyesha. Alichukua dhambi zetu akaziaika msalabani. Wote wanamwamini Yesu sasa wamefanyika kuwa wanawake. Na hata wewe unaweza kufanyika kwa kufanya jambo moja tu rahisi. Amini kwa moyo wako, kiri na kinywa chako, na utakuwa umeokoka. Hiyo ndiyo wokovu. Kwa hivyo kama uko pale na unasikia unataka kuokoka, wacha niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako. Ninaomba Mfalme kwa ajili ya huyu mmoja ambaye amepeana maisha yake kwako. Bwana, upate kumwokoa, umfanye Mungu awe wako. Katika jina la Yesu tunaomba hata kuamini. Amen.